Hapa ni Mnarani mjini Kilifi katika kaunti ya Kilifi. Ndugu, jamaa na marafiki wanafika kukutana kwa ajili ya kuifariji familia ya mvuvi aliyezama maji katika Bahari Hindi siku 4 zilizopita. Kulingana na familia, mpendo wao alifariki baada ya mzozo baina ya pande mbili za wavuvi kutokea baharini wakati walipokuwa wakivua samaki. Familia ya mwanaume aliyezama baharini wakiongozwa na Omar Ali Omar, kakake marehemu, sasa inahimiza serikali kuongeza juhudi na kuwapa msaada wa kumtafuta jamaa wao ambaye kufikia sasa hajapatikana. Tunaenda kumtafuta kila siku lakini hatujafanikiwa mpaka sasa kumpata. Na hatujavunjika moyo kwa sababu bado ni damu yetu. Na tungeomba pia serikali. Hili swala ni gumu sana kwetu kwa sababu sisi bado ni wadogo na serikali ina mkono mrefu zaidi. Ili muweze kutusaidia kwa hili jambo. Msituache peke yetu kwa sababu nguvu yetu kubwa sisi sasa ni kwa serikali. Wanasema wamekuwa wakijitahidi kuelekea baharini kumtafuta kila siku, na leo Ijumaa ni siku ya 4 tangu wazame baharini hawajafanikiwa kumpata, japo wana matumaini ya kuupata mwili wa mpendwa wao. Hata kama ni gharama yote, mtusaidie ili tuweze kupata mwili tuustiri kwa sababu majonzi makubwa kuondoka katika family. Ni mwili wetu tukiweza kupata. Bila hivyo basi hatuwezi kuwa na majonzi kwa sababu tumeacha pengo kubwa la family, na tunaomba msaada wenu maana nyinyi ndio msaada mkubwa katika maisha yetu na nyinyi ndio wakubwa kutusaidia haki zetu, maana umeachiwa familia, mama naye ndio hivyo kama mzee alivyotangulia, kuna ndugu na sote kazi yetu ni ya bahari. Wanaitaka serikali ya kaunti kutoa taarifa sehemu mbalimbali zinazopakana na ufuo wa bahari ambapo kuna uwezekano wa mwili huo kusukumwa na mawimbi hadi ufuoni. Ali Rashid, kakake marehemu, naye ameunga mkono kauli ya Omar ya kuitaka idara ya kukabiliana na majanga katika kaunti kushirikiana na wavuvi wengine eneo la Mnarani na kutuma maboti zaidi kwa ajili ya uokozi wa mwili wa jamaa huyo. Wanasema wamelazimika kugharamia mafuta ya boti za ziada zinazotuma baharini kusaka mwili wa mvuvi huyo ili kuuzika. Changamoto tutapitia kwa sababu pesa ya mafuta ndoa kidogo inatupa changamoto. Sasa hao majirani na mandugu pia hivyo wanatusaidia kwa sababu yule mtu ni rafiki yao na ni mtu ambao wamekaa nao bila wasiwasi wote. Ndio maana wanatusaidia ile paka zinaweza toka boti kama 2 ama 3 mpaka 4. Rescue team ni boti moja iko pale Okoa. Hiyo peke yake kutafuta mtu kwa bahari ni vigumu. Vyombo vinatakana vitoke vingi kwa sababu bahari ni kubwa, bahari si ndogo. Naona kuna kila upande kwa sababu unaweza enda juu boti ni moja lakini mwingine akapita na chini bado wakamu. Kwa hivyo ningeomba washirikiane na sisi familia tuweze kuongeza vyombo vya baharini. Kuna watu wako na ujuzi wa bahari, ile ikitoka kwa kuna vyombo pia vinaweza toka ili tuweze kutafuta mwili kwa pamoja. Kauli ya Omar imeungwa mkono na mamake marehemu, Mama Mbeyu, ambaye anashinikiza serikali ya kaunti kuingilia kati na kuhakikisha mwili wa mwanawe unapatikana. Kutokea watu wamtafute, leo ni siku ya 4 na hajapatikana. Nataka usaidizi wa mwanangu, serikali inisaidie ili nipate kumuona tu nikamstiri. Kwa kutaka kubaini uhalisia wa juhudi za serikali katika kuhakikisha wahusika wanatiwa mbaroni, afisa mkuu wa polisi eneo la Kilifi Kaskazini Stanley Tanui alikuwa na haya ya kuzungumza. Ningependa na naomba na nawasihi tutumishe amani wakati tunaendelea na uchunguzi. Na ile kitu ningependa kuambia nyinyi, wale wote walikuwa kwa hiyo port ambayo ilikuwa kwa bahari tayari wamechukuliwa na wako kwa station. Na mwenda zake ambaye tumepoteza ambaye anaitwa Rashid, uchunguzi unaendelea na hao watu wote wako kwa mkononi mwetu. Nikiripotia Coco FM, naitwa Joseph Jira. Coco FM, ladha ya Pwani.